Klabu ya Simba imethibitisha kuwa mchezaji wao Mohamed Bajabere, ambaye tangu asajiliwe kutoka Polisi ya Kenya hajaonekana uwanjani kutokana na majeraha, ameanza mazoezi kuelekea kwenye mchezo wa Ligi ya Mabingwa Afrika dhidi ya Nsingizini Hotspurs ya Eswatini chini ya Dimitri Nikolev Pantevo, huku ikitoa ufafanuzi utofauti na kocha mkuu na meneja mkuu. Meneja habari na mawasiliano wa klabu hiyo Ahmed Ali amesema kuwa mchezaji huyo raia wa Kenya alisajiliwa akiwa na majeraha, kitu ambacho kilimfanya siweze hata kuitumikia timu yake ya taifa ya Kenya Harambee Stars kwenye fainali za mataifa ya Afrika kwa wachezaji wa ndani chani, lakini kwa sasa amepona na ameanza mazoezi na wenzake. Wanachama na mashabiki wa timu hiyo wamekuwa na hamu ya kumuona mchezaji huyo mwenye kipaji na uwezo mkubwa wa kucheza mpira changa za mauzi na mbio, akimudu kucheza winga zote mbili na mshambuliaji msaidizi nambari 10. Alisajiliwa akiwa na majeraha pamoja na kuwa hivyo, lakini kocha Fadlu Davis alivutiwa mno na uwezo wake, akaamuru amsajili ili akipona aisaidie Simba. Ni kweli alipona, lakini jopo la madaktari waliamua apone vizuri kwa 100%. Ndiyo maana watu hawajamuona, lakini kwa sasa yupo tayari chini ya kocha Pantevo, alisema Ahmed Ali. Bajaberi ndiye mchezaji pekee aliyesajiliwa msimu huu ambaye hajaonekana uwanjani mpaka sasa tangu mchezo wa kwanza wa kilele cha Simba Day dhidi ya Gor Mahia ya Kenya hadi mwisho wa ligi kuu ilipocheza dhidi ya Namungo FC. Wakati hayo yakiendelea, klabu hiyo imewataka wanachama na mashabiki wa timu hiyo wasibabaishwe na cheo cha meneja mkuu walichompa mwalimu wao Pantevo badala ya kocha mkuu. Ahmed Ali alisema cheo cha meneja mkuu ni kikubwa zaidi kuliko kocha mkuu. Unapokuwa kocha mkuu, kazi yako ni kocha tu, kusimamia, kuongoza mazoezi na kuongoza mechi tu, lakini meneja mkuu huwa anakuwa kocha, anasajili, anatoa mapendekezo. Ina maana ndani ya umeneja kuna ukocha pia. Kwa maana hiyo, si kila kocha anaweza kuwa meneja, ila meneja pia anaweza kuwa kocha. Hiyo ndio tofauti iliyopo baina yao, alisema Ahmed Ali. Hata hivyo, imeelezwa kuwa Simba imempa cheo hicho ili kukwepa mwalimu huyo kutoka kwenye benchi kutokana na kutukukizi vigezo vya kuwa kocha mkuu hasa kwenye michezo ya kimataifa. Klabu hiyo imewaambia wanachama na mashabiki wake kuwa kilichowavutia kumchukua kocha huyo, licha maneno mengi kusemwa, ni sifa yake pamoja na uwezo alioonyesha akiwa na timu ya Gaborone United ya Botswana. Kilichotuvutia ndio kocha pekee aliyechukua ubingwa mara 2 mfululizo kwenye nchi tofauti. Alichukua ubingwa nchini Kameruni. Na hii ni Neli TV. Asante kwa kuendelea kutufuatilia. Pia usisahau kulike, kushare, kucomment pamoja na kusubscribe channel yetu ili uendelee kufurahia taarifa zetu mbalimbali za kimichezo kutoka ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Allow notification kwa ajili ya kupata taarifa zetu kwa haraka zaidi pindi tunapoweka taarifa mpya kwenye channel yetu ya Neli TV. Neli TV, kusudi letu ni kukusanyia mjumuiko wa taarifa mbalimbali za kimichezo kutoka ndani na nje ya mipaka ya Tanzania, updates mbalimbali, tetesi zinazoendelea ndani ya soka letu la NBC Tanzania bara, kusudi wewe mtazamaji wetu usipitwe na chochote kile kinachoendelea ndani ya uwanja na nje ya pichi ya uwanja, kwa maana ya wadau wanasemaje kuhusu soka na namna timu zinavyopambana kufika hatua kubwa kimataifa, pamoja na kuendeleza ubabe mwingine ndani ya NBC Premier League. Niliyekuandalia na kukusomea taarifa hii ni mimi Sport Lady Queen Liz. Hadi wakati mwingine, uwe na wakati mwema. Muhimu ni kusubscribe. Kwaheri.